wakati ndiyo mtaji wa maisha yetu sisi katika kuitafuta nyumba ya akhera. Kama vile matajiri walivyo na mafedha yao ya kuendesha biashara zao na mitaji yao, sisi mtaji wetu ni wakati. Wakati kwetu sisi katika kuitafuta nyumba ya akhera una thamani kuliko ilivyokuwa na thamani dhahabu na fedha. Ni muhimu kujiuliza sisi tunautumia wakati wetu katika jambo gani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu katika suala la wakati katika makundi mawili. Kuna ambao wamepata hasara, na hao ni watu wote. Wal asr innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yupo katika hasara. Baada ya kuapa kwa wakati, kisha akalivua kundi akasema illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda matendo mema. Ni muhimu kufanya tathmini kwamba niko kwenye kundi la watakaopata hasara. Tathmini itakusaidia kurekebisha. Kama vile biashara inayofanywa hakuna hesabu, hakuna tathmini, hapo hakuna biashara, itakufa tu. Kwa hiyo tujiangalie, niko kwenye kundi la wale watakaopata hasara? Kama ni hivyo, ujirekebishe, au watakaopata faida, kwa sababu wapo miongoni mwetu tumeshughulishwa na maisha yetu. Tukiamka asubuhi mpaka jioni, sisi tuko katika kutafuta riziki na kutafuta maisha ambayo hatuna uhakika wa kuyaishi baada ya kuyapata. Wangapi mirija yao ilipofunguka tu ndio wakati wao umefika, wakarejea kwa Mola wao. Huko kwenye kutafuta maisha wala hatuabudu, hatuswali. Kama tutaswali ni swala za kubahatisha. Watu tuko kwenye miradi ya ujenzi ambayo hatuna uhakika kwamba tutaimaliza, kwenye miradi ya biashara ambayo hatuna uhakika kama itafanikiwa, au itakapokuwa imefanikiwa tukawa tunahofia kuharibika kwake. Wakati wetu upo wa kufaidika nayo au hakuna? Wapo miongoni mwetu hutumia wakati wetu kuangalia mechi za mipira, wako miongoni mwetu hutumia wakati wetu kuangalia tamthilia, video mbalimbali, wako miongoni mwetu hutumia wakati wetu kwenye simu, na hiyo ni mada mpya. Vijana wengi wanatumia wakati wao katika mitandao ya kijamii, akiperuzi kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Anapata uzito kusoma Qur'ani kwa nusu saa, lakini anaweza kukaa kwenye simu masaa mawili, awe na internet tu basi. Wakati huu sisi tunautumia muda wetu hivi, watu wanarejea kwa Mola wao, wake kwa waume, wazee kwa vijana, wazima kwa wagonjwa, wanarejea kwa Mola wao mmoja mmoja, na dunia inaendelea. Wewe huwezi kutafakari kama dunia ndio imesimama, kwa sababu wewe unaondoka unarudi kwa dunia. Inaendelea tu mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amepanga ikuwa ndio mwisho wake. Watu wanarejea kwa Mola wao, sisi tunapoteza wakati, wake kwa waume, wazee kwa vijana, na mifano tunaiona. Ni kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.